Mfuatiliaji wa Itifaki TV, kama unavyofahamu, leo ni siku muhimu sana ya kimchezo, na leo ni tutashuhudia hapa sherehe za siku ya mwananchi, siku zinazomhusisha bingwa wa kihistoria katika mpira wa miguu katika Tanzania hii, ambaye leo anakwenda kufanya sherehe zake. Kama unavyoona mashabiki hapa wanajitokeza kwa wingi kabisa, kwa wingi sana, mapema sana wanajitokeza kwa wingi katika eneo hili la uwanja huu wa maarufu wa Uhuru, zamani ukiitwa Shamba la Bibi kwa jina lisilo rasmi. Wana mashabiki ni wengi, wanaendelea kumiminika, ni wengi sana na ni mapema, huku ulinzi ukiwa unazidi kuendelea kuimarishwa, askari wapo wa kutosha katika eneo hili, na mashabiki wakiwa wanaendelea kuja kwa wingi kabisa, kwa wingi. Wana shauku kubwa sana ya kushuhudia mtanange huu leo wa mpira wa miguu, ambapo leo hapa kutakuwa kuna mechi ya kirafiki kati ya wao wenyeji Young Africans wakiwa na wageni wao kutokea nchini Kongo, ambao hawa wote wanakwenda kuziwakilisha nchi zao katika mashindano ya kimataifa ya CAF Champions League. Kama unavyojionea mwenyewe, mashabiki ni wengi, na kikubwa sana siku ya leo ni zaidi ya mchezo, ni zaidi ya burudani ya mpira wa miguu, sababu leo ni siku ambayo ni sherehe kubwa kwa hawa wanaojiita wananchi, timu ya Dar es Salaam Young Africans. Endelea kushuhudia, ikiwa ni mapema sana, watu wanaendelea kumiminika kwa wingi katika maeneo haya, huku uwepo wa shughuli hii ya mpira wa miguu ikiwa imeleta fursa kwa watu wengine nao wanaojitafutia kipato, wanaoweza kupambana na maisha, wanao pia wananufaika kwa upande mwingine kutokana na umuhimu wa michezo katika taifa letu. Watu wa kila aina wanaendelea kuja, na jezi zinaendelea kuuzwa mahali hapa, na watu wanaendelea kuchangamka. Wewe ambaye uko nyumbani, ukiwa unaendelea kufuatilia majumbani mwako mchezo huu, na wewe pia kwa nafasi yako pia unaendelea kushuhudia watu wakiendelea kumiminika katika eneo hili ambako sherehe hizi zinakwenda kufanyika. Na kwa kiasi kikubwa inavyoonyesha, Yanga wamejipanga sana, management yao wamejipanga sana, wameweza kuweka mpaka viti vya mashabiki nje ya uwanja, maana wanajua kabisa kwamba watu wanaoweza kuhudhuria ni wengi kuliko ambao wanaweza kukaa katika uwanja, ni zaidi ya uwanja wenye jinsi ulivyo. Kwa hiyo wameweza kuweka viti nje ya uwanja na screen kubwa kwa ajili ya wale watakaokuwa wakifuatilia, watakaokuwa wakitazama burudani hii ya mpira wa miguu. Na kama unavyoendelea kutazama, ambulance pia nayo inaingia uwanjani, ikiashiria kuwa endapo kutakuwa kuna hitilafu yoyote imetokea ya kiafya, mgonjwa aweze kuwaishwa mara moja kupata matibabu. Ulinzi ukiwa unaendelea kumiminika kwa wingi, na wakina dada warembo hao wanaendelea kuingia kwa wingi. Mashabiki wa kila namna wanaendelea kuja kwa wingi kusapoti timu yao.
Kama unavyoendelea kushuhudia mwenyewe, mpenzi mtazamaji, wewe ambaye umepanga kuja, basi usichelewe, maana utapishana na mengi. Usichelewe, utapishana na mengi. Uhuru Stadium kama jina linavyosomeka hapo, Uhuru Stadium. Huu ni uwanja wa Uhuru. Serikali imepambana kuhakikisha inawaletea Watanzania na kuwaimarishia sekta yao ya michezo kwa kuhakikisha viwanja vinakarabatiwa na vinakaa katika ubora wa hali ya juu, hasa ikizingatia katika siku za mbeleni kutakuwa na mashindano makubwa ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika kwa ushirika wa nchi 3 za Afrika Mashariki. Naam, kama unavyojionea, mashabiki ni wengi kweli kweli, ni wengi sana, wanaoendelea kuja kwa wingi, wanaoendelea kujitokeza kwa wingi katika eneo hili, katika maeneo haya. Endelea kufuatilia chaneli yetu, ikiwa sasa tunakuendelea kuripotia hali ilivyo kabla ya sherehe zenyewe kuanza, na uwe nasi hata baada ya kuwa sherehe hizi zimekamilika, kwa mahojiano mbalimbali na watu maarufu, influencers maarufu wa club, baada ya mechi ya leo, nini watakachokizungumza. Kama unavyojionea mwenyewe, mashabiki ni wengi sana, wamekwisha kuja uwanjani, ikiwa ni mapema sana. Tuwape sifa zao wananchi, kiukweli wameweza kuisupport timu yao, wameweza kujitokeza kwa wingi kabisa, wameweza kujitokeza kwa wingi sana. Hali ya uwanja, mandhari kwa ujumla nje ya eneo la uwanja ni nzuri, kama unavyojionea hapo ndugu mtazamaji. Msafara ya viongozi nayo inaingia, uwanjani, misafara ya wenye timu inaingia. Kama unavyojionea, uwanja umependeza sana, mabango ya wadhamini yakionekana, Yanga Day 2026 Sport Pesa. Kama unavyojionea mwenyewe, hali ya uwanja imependeza mno. Endelea kuwa nasi, endelea kufuatilia matangazo yetu yanayoendelea kukujia mara kwa mara. Endelea kuwa mshirika mwaminifu na wa kudumu wa chaneli yetu Itifaki TV, kwa habari mbalimbali za uhakika, kwa habari za kuaminika, kwa habari zenye kuvuta na kuteka hisia za watu wengi. Endelea kuwa nasi, endelea kuwa pamoja nasi, kaa nasi ndugu mtazamaji, na tutakuletea mahojiano mbalimbali, tutakuletea shuhuda mbalimbali juu ya shughuli zote ambazo zimekwisha kufanyika katika uwanja huu. Kama unavyojionea mwenyewe mpenzi mtazamaji, ikiwa ni mapema sana, uwanja umekwisha kujaa. Hii inaonyesha watu walikuwa wakisubiri kwa hamu na shauku kubwa siku hii ya leo, na hatimaye imeweza kufika na wanakwenda kusherekea sherehe yao. Kuwa nasi mpenzi mtazamaji, hapo kwa mbali akionekanika Sport Pesa, mdhamini mkuu wa club, kishuhudia na magari ya polisi, kishuhudia na polisi wenyewe, kishuhudia na usalama ukiwa umeimarishwa kwa viwango vya juu sana. Endelea kuwa nasi ndugu mtazamaji, endelea kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho.